Hey mrembo, by now utakuwa umefahamu kwamba mimi ni Mkristo ambaye nimeokoka, and today I wanted to share with you how I came to Christ, jinsi ambavyo nilikutana na huyu Yesu, jinsi Yesu alivyoniokoa. Na let's start with the backstory. Mimi nimemfahamu Yesu tangu kumfahamu kwa maana ya kwamba kusikia habari zake tangu nikiwa darasa la 4, because that is the year ambayo mamangu aliokoka, na alipookoka hakuishia tu kuzipokea hizo habari njema za wokovu na kukaa nazo mwenyewe. Mamangu alifanya her best kwa kadri ambavyo aliweza kutuambia sisi watoto wake habari za Yesu. Now the thing is, kati ya sisi tuko watatu, mimi na ndugu zangu wa kiume. Mimi was the oldest, so mimi nakumbuka zaidi kuliko wao, and alikuwa akituambia sana, anatukalisha. I remember being so fascinated, nilikuwa nashangazwa sana habari za huyo Mungu, jinsi ambavyo anafanya mambo makubwa, mambo makuu. Alikuwa anatuambia pia habari za siku za mwisho, and kumbukumbu moja hapo nilionayo kuhusu kusikia habari za siku za mwisho nikiwa mdogo nilidhani at the time nilikuwa nafikiria kwamba kwa sababu mamangu alikuwa anasema kwamba Yesu hatarudi mpaka kila kiumbe kitakaposikia habari njema za wokovu, kila mwanadamu atakaposikia. So my thinking then ilikuwa ni kwamba yaani Yesu atarudi baadaye sana, yaani mpaka kila mtu asikie habari za Yesu. I don't know at the time, kwa sababu hakuwa na mambo ya mitandao, teknolojia ilikuwa haijakuwa kama ilivyo sasa. I didn't think of it, yaani akili yangu ilikuwa nadhani it will take years and years and years. Anyway, kwa hiyo alikuwa akitukalisha, akituambia habari za Yesu. My mother was very excited akitoka kwa kanisani atatuambia habari za Yesu, pamoja na kwamba alikuwa anapitia vitu vigumu, kwa sababu my dad at the time alikuwa hataki kabisa mambo ya kwenda ibadani. So kulikuwa kuna changamoto za hapa na pale, but mamangu alibaki steadfast, hakutikiswa. Ile imani ya wokovu aliyopokea alibaki thabiti nayo. And fast forward, baadaye nikaendelea nilikuwa nikisikia habari za huyu Yesu kutoka mdomoni mwa mamangu, right? Alikuwa akituambia habari za Yesu, lakini ikafika mahali kadri nilivyokuwa naendelea kukua, nikawa naona sasa kazi za Yesu kwenye maisha yetu, nikawa nashuhudia ukuu wake kwenye maisha yetu, jinsi ambavyo alitulinda, alitutunza katika afya, tulikuwa provided for. Kuna nyakati tulipita ni ngumu sana wakati mwingine, lakini hatukuwahi struggle kiasi cha kusema jamani, yani ndio tumeshindwa. Huyu Yesu hakuruhusu mama yangu aaibike. Okay, so nakumbuka at some point baba yangu alisema hatatoa tena school fees. Na kumbuka mdogo wangu alikuwa anasoma shule ya private, na actually there was a point tukiwa secondary akasema mimi nitalipa tu school fees, sitalipa mahitaji. So my mom akawa anawajibika kwenye hilo, and then eventually mimi nikamaliza, mdogo wangu akaenda the same school akawa anasoma, and then eventually baba akasema I'm not paying school fees anymore or anything. Mama yangu mjasiriamali, mfanyabiashara wa hali ya chini kabisa, nilishuhudia jinsi ambavyo alikuwa Mungu anafungua milango, na mamangu alikuwa anaweza kulipa ada ya zaidi ya milioni 1. That was God. Hakukuwa na namna nyingine ya kuelezea, huyu alikuwa ni Mungu. I remember there was a time nilikuwa nimemaliza form 4 na mimi nilisoma kwa neema ya Mungu. Namshukuru sana Mungu, na thanks to my baba as well, kwa sababu yeye ndo alikuwa ni mtu ambaye anaamini katika private school, quality education. So nikawa nimemaliza na nikawa nataka kwenda shule ambayo nilikuwa nimechaguliwa na serikali, lakini babangu akawa hataki, akasema hapana, natakiwa kusoma shule ya private nani. At the time hatukuwa pamoja, wazazi hawakuwa pamoja, so I was mostly with my mom, na kwa hiyo akakataa, akasema kama unaenda shule ya serikali sitaki kuwa involved. Bless him babangu, hivyo na mambo yake, but yeah. Kwa hiyo nakumbuka jinsi ambavyo Mungu alimuinua my cousin sister. She's late, ameshafariki. She was such a wonderful, lovely person. Yule dada alinilipia school fees, lakini pia nakumbuka kipindi hicho Mungu aliinua kanisa fulani ambalo sitataka kulitaja.
wale watu walijichanga wakanisaidia. Oh, because nilienda kanisani kwao. I remember I was just looking for, I don't know what I was searching for. I guess nilikuwa namtafuta Mungu. I don't know, honestly, siwezi kuelezea. Nilienda nikawa tunabudu and then I just started crying, nikalia. Nakumbuka niliitwa pale mbele. I don't know, it was God. There is no way naweza nikaelezea. Watu wengi wanalia kanisani, right? Yule mama kaniuliza, it's a foreign church by the way, sio kanisa la watu ambao ni wa Tanzania. Unalia nini? So I told her my situation. Baba ana mpango na nini. I think that was before dada yangu hajasema kwamba ata contribute kiasi fulani. Kiasi kikubwa ambacho at the time kilikuwa ni hela nyingi. So wakajichanga, they helped me. Hawanijui, siwajui. And then there was my cousin sister ambaye she's late. Nikaenda advance shule ambayo mkoani, mimi nilikuwa sijai kusafiri. This was my first time. Nikaenda kusoma shule ya sekondari, shule ya serikali. Mazingira yalikuwa magumu, lakini I adjusted. Pamoja na kwamba Mungu alitupa neema ya kusoma shule nzuri, especially me kuliko wadogo zangu. Mimi ni mtu ambaye can adjust, so sikupata shida sana. And nakumbuka tena wakati mwingine ambapo nilifaulu form 6, nikatakiwa kwenda chuo na nikashuhudia jinsi ambavyo Mungu alimsaidia mama yangu akakusanya pesa ya kwenda kuanza mimi chuo before. Yani nilikuwa namshuhudia kabisa, huyu ni Mungu, huyu ni Yesu, lakini sikuwa na personal relationship na Yesu. I could see kwamba God is good, God is great, is powerful, lakini sikuwa nimeamua. Kwa hiyo nilimfahamu Yesu through my mom, through her relationship na Yesu, lakini sio mimi personally kuwa na mahusiano binafsi na Yesu. Na nakumbuka mamangu alikuwa ni mtu ambaye like any other African mom, especially ya mama Tanzania, alikuwa ni anahimiza kanisani, utake usitake, unune usinune, utaenda kanisani. At the time nilikuwa nachukia sana, yani mama naye, jamani mama. But Mungu ambariki sana. Namshukuru sana because yes, nilikuwa naenda kanisani kwa ajili ya mama, kwa ajili ya kumpendezesha yeye. And I guess pia kwa sababu ya tradition, kwa sababu tena hatujazaliwa katika familia ya kipagani. Tumezaliwa tukienda kanisani. Kwa hiyo there was that, hiyo kwamba utaratibu, lakini pia kumridhisha tu mama, lakini hata sikuwa na mpango. So at that point unaweza kuona kwamba nilikuwa nataka Yesu ambavyo anaweza akanipa, lakini sio kumtaka yeye mwenyewe. Okay? And then of course nikaanza sasa, nimeshakuwa nikaanza kuwa involved kwenye relationships, na I have explained this more, nimeelezea zaidi ili kwenye video zangu nyingine. I have a 3-part series kuhusiana na my singleness journey, safari yangu ya singleness, nimeelezea huko kwa nini I struggled. Long story short, nilikuwa ninatafuta love, natafuta upendo, natafuta attention, natafuta kuthibitishwa, validation, natafuta thamani yangu, au naweka thamani yangu, utambulisho wangu, my identity kwenye relationships badala ya kwa Mungu. So because of this nikajikuta nimeingia katika relationships za hapa na pale. Of course katika udogo ule, some of them you can't even term them kama relationships, but unaelewa ninachojaribu kusema hapa. So and then kama unataka kuelewa zaidi, please watch my 3-part video series. And then nikaendelea until this one time ambapo Mungu aliamua kunitoa hivi vitu vyote ambavyo, au kunitoa kwenye mazingira ambayo mimi nilikuwa natafuta thamani yangu, nilikuwa naweka utambulisho wangu, nilikuwa ninatafuta kukubalika. God stripped all of this away from me. Na alifanya hivi kupitia a stranger, mtu nisiyemjua. Alifanya hivi kupitia a lover, mtu ambaye alikuwa my boyfriend at the time, lakini pia alifanya hivi kupitia a heartbreak. Yeah. Ni scenario ambayo nitaelezea, don't worry, nitaelezea. Ni scenario ambayo nilijikuta nimefunguka macho. I had a reality check. So this boyfriend of mine, cha kufurahisha na cha kuchekesha, pamoja na kwamba ninazijua habari za Yesu, I know about Christian values. Imagine this guy alikuwa ni mtu wa imani nyingine. Okay? Kwa mtoto wa mama mdogo. Nikisema hivyo na imani unanielewa. And I mean I knew, ndio ujue kwamba yani wazazi, naomba tu, kama wewe ni mzazi kwa namna yote, naomba nikutie moyo.
Nisikize, yani pray for your children, waombee watoto wako, wakabidhi kwa Mungu. Neno lenyewe linasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. In my mind nilikuwa najua kabisa this is not right, this is wrong, siwezi kuwa na mtu wa imani nyingine, but I just did it out of nimepata attention, kuna mtu ananijali, kuna mtu amenikubali, kwa sababu nilikuwa na struggle zangu mwenyewe binafsi. And nakumbuka huyu mtu nilikuwa narudi holiday kutoka chuo, so nikawa nimeambia I miss you, let's meet, tuonane mara moja. Kwa tukawa tumeonana sehemu ambayo sio rasmi sana, unaweza kusema people can sit down and talk, na tukawa tunazungumza. Ni maeneo ambayo of course socially watu wanaendaga pale kufanya mazoezi, lakini sasa ilikuwa ni jioni na ni maeneo ya mazingira ya shule. Kwa hiyo kuna zile benches za cement zile. Kwa hiyo tukawa tumekaa pale tunapiga story na nini na nini, and then this man akawa amepita nyuma yetu, kaenda and then akarudi. Alivyorudi akaanza kutusemesha, mnafanya nini hapa Of course pia kuna naweza nikasemaje, wakati mwingine watu wanatumiaga maeneo yale kuvuta sijui bangi, I don't know, vitu kama hivyo. So for me sikuona kama ni shida sana, kwa sababu lengo ilikuwa tuonane mara moja, nimsalimie, niondoke na aendelee na mambo yake. Basi kwa this man akawa anasema nyinyi ndio mnaofanya mambo ya ajabu ajabu hapa au pia mnafanya mambo machafu. Basically sisi hatatukufanya hivyo vitu, but then mtu anaweza akakuelewa, kwa sababu akiwaona anaona ninyi ni watu ambao ni mtu na mtu wake. Basi so akawa anagomba pale, mimi nakwambia leo nawalaza polisi, leo mnaenda polisi leo. Nikasema Mungu wangu, because kwa sababu ya imani yake, lakini pia kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alituelewa na alionyesha upendo. Siwezi nikaelezea vizuri sana, but hasa kwa sababu ya imani yake. My mom alikuwa anakisemwa sana vibaya na my baba. Kwa in my mind it was like, Mungu wangu, tukilazwa polisi mama yangu she won't hear the end of this. Yani ni atasemwaga, itakuwaga ni story ya miaka na miaka. So nikawa naogopa, sijui tunafanyaje hapa, lakini kwa sababu I'm with a man, nikawa nasema you know what, this is a man, he will sort it out. Basi yule kaka akawa anamsemesha, hapana, usiseme hivyo na nini na nini. Kufumba na kufumbua, namuona mtu yule, yani naona vumbi lile, this guy ran. Huyu mtu alinikimbia akaniacha hapa na huyo baba. Sasa I don't know what happened, sijui alinijuaje yule baba, I have no way of explaining it, lakini huyu baba alikuwa ananiambia wewe si mtoto wa fulani. Imagine katika sehemu ambayo hamna nuru kihivyo, wewe si mtoto wa fulani wewe, and he knew my dad, na baba yangu ni mkali, so akasema wewe si mtoto wa fulani wewe, hivi unafanya vitu kama hivi, unawezaje kufanya vitu kama hivi? Hebu imagine ungekuwa umetiwa mimba na huyo kijana, ona alivyokukimbia hivyo, unafikiri itakuwaje? Wewe unasema naweza kusema ni mwanaume huyo? Akanisema, nikabaki tu, naomba nisamee baba, naomba nisamee. Basi akaniachia, akaniambia nitumie akili, angalia hata watu mnaokuwa nao, huyu hata kufai kwa chochote kwa lolote, hebu rudi nyumbani huko. So from there this guy akaniambia, unajua, let me check my notes, nikajikuta na miss some of the things. Akaniambia, unajua, kwanza kabla sijasema hivyo, hichi kitendo it brought me to my lowest point. Nikawa nimejisikia nimeshushwa thamani, nimedharauliwa, sijaheshimiwa, nikajisikia kwamba mtu hajanijali, because what if huyu mtu angenifanyia kitu kibaya wakati amekimbia. So nakumbuka mojawapo jinsi alivyokuwa anajitea, this guy was like, unajua, mimi nilikuwa na hela ofisi pale, because mimi nilikuwa nimembeza sana, please naomba tuonane, I miss you na nini. Kwa hiyo akaniambia kwamba nilikuwa na hela ofisi, so nilikuwa naogopa tungeanza kuingia gharama sijui ya kumpa hongo, or just you know, and who knows, maybe alikuwa na hiyo pesa. Me, I don't even judge him anymore, kwa sababu for me naweza nikasema this experience, hiki kitendo, hii event, Mungu alitumia for my good, and the good was eventually mimi nilimpa Yesu maisha yangu, because a few weeks later nikawa katika kutafakari. I mean, mimi mtu ambaye ni very forgiving, sio mtu ambaye anaweka vinyongo, very forgiving, lakini pia
I would say, yani kwa sababu pia ya kustruggle, kwa sababu ya kutaka kubembeleza upendo, because I was chasing for love, attention kutoka kwa wanaume in my relationships, ingekuwa rahisi sana mimi kumsamehe. Ni jinsi ninavyojifahamu upendo yule wa zamani, ningemsamehe kabisa. I could see myself doing that. I was very naive, lakini somehow sikujiruhusu kufanya hivyo, sikujiruhusu to stoop down to the lowest point kwamba eti nimsamehe after that. And nikawa tu, of course bado naendelea kwenda ile kanisani ya kumpendezesha mama, but nakumbuka this particular day ilikuwa ni mwezi wa 8. Unfortunately uoga inaniuma sana, sikumbukagi ilikuwa tarehe ngapi, but ilikuwa mwezi wa 8, around katikati ya mwezi wa 8, sikumbuki vizuri, but yule baba alivyokuwa na ubiri, ilikuwa pale kanisani kwa mama yangu BCIC, na nakumbuka yule baba wakati anahubiri, mtumishi wa Mungu akaa, na of course ikafika wakati wa altar call, wale wanaotaka kuokoka. I remember thinking to myself, unajua nini, nimechoka. I don't know nilipata wapi akili, kwa sababu ninakwambia, yani ninaelewa ninachokisema, ninajijua yule upendo wa zamani. I was so foolish, young, naive and all of that. Sijui nilitoa wapi hizo fikra, lakini I remember telling myself, nakumbuka nilikuwa najiambia I'm done, nimechoka kubembeleza, kutafuta kupendwa na wanaume. Sijui nilitoa wapi hiyo akili, lakini I think that was God. Sijui kwa kweli, siwezi kuelezea, huyo ni Mungu, hakuna namna nyingine. And nikasema unajua nini, nasoma kwa sababu I want to say exactly what I thought. Nikasema kwamba I want you Jesus now, I'm done. Nakutaka wewe Yesu sasa hivi, nimechoka. Nilifika tu pale nikasema nimechoka. Sitaki tena hizi games, sitaki tena hii michezo. So yeah, that was how I got saved. Nikampa Yesu maisha yangu. Nikaanza safari ya kutembea na Yesu. Of course hapo ambaye kulikuwa kuna vikwazo ambacho sitazungumzia leo, kuna hiyo ni story ya siku nyingine, but that's basically how God saved me. So Yesu he made sure I was broken through a heartbreak, ili aweze kunichukua na kuanza kunitengeneza na kuniumba upya, piecing me together again. Na ninaamini hakika kwamba God doesn't waste experiences. Yaani Mungu alihakikisha ile experience haipotei, inafanya kazi kwa ajili yangu, ambapo ndo wakati ambapo mimi niliamua kumpa Yesu my life. Yeah. That's how I met Jesus. Okay, maybe nilishakutana naye tangu nikiwa mdogo, but ile kuamua like kuwa na uhusiano binafsi na Kristo, that was 2015. Yeah, hiyo ilikuwa ni mwaka 2015, 10 years plus ago. Yeah, kwa neema ya Mungu. And God has been so good, has been so faithful. Of course haikuwa rahisi mimi kutoka kwenye ile changamoto yangu ya kutafuta attention kutoka kwa wanaume. Ni kitu ambacho bado Mungu ameendelea kufanya kazi ndani yangu, kunisaidia, kunitengeneza, kuniponya. Nimekuwa kwenye safari ndefu sana ya kupona, na ninaweza nikasema kwa hakika, kwa ujasiri kwamba I am in a better place. Sijafika bado, but I'm doing so much better, kwa sababu upendo yule si upendo wa sasa. I am not the same person. I no longer seek, siendelei kutafuta upendo, kuthibitishwa, kukubalika, thamani au utambulisho wangu. Siendelei kuviweka hivi vitu kwenye mahusiano anymore, because I've been single ever since. Na if you want to understand the whole story, unaweza kurudi kwenye zile video 3, because nimeelezea sana kule. Nikielezea tena hapa itakuwa ni video ndefu sana, but yeah, I wanted to share that. Ni Mungu. Na hata kwenye I think my previous video nimesema hakuna mtu alinipenda, sijaona upendo kama wa Yesu. Sijawahi kupendwa kama ambavyo Yesu amenipenda. Sijawahi kupendwa mpaka kiasi cha kuponywa kupitia upendo. Only Christ could have done that. Ni Yesu tu ndo aliweza kufanya hivyo, and I'm so grateful. Namshukuru sana. He has been so good. Has been so good. Amekuwa ni mwema mno kwenye maisha yangu. Mno. Nikiendelea kuongea I'll start crying, but he's been so good. Yesu amekuwa ni mwema sana kwangu mimi, kwa familia yangu, kwa wadogo zangu, kwa mama yangu, kwa baba yangu. Bado amekuwa ni mwema, na namshukuru sana kwa ajili ya hilo. But yeah, he has been so good.
kutoka kwenye kufukuzia, kubembeleza upendo, kubembeleza kujaliwa, kubembeleza kuzingatiwa na mwanaume, to kufika point where sina tena kiu ya hiyo, but kiu yangu kiu ya kutaka hivyo vitu how do I say kwa Kiswahili, kiu yangu imejazwa, naona imetimizwa na kazi ya Yesu pale msalabani nilipoamua kumkubali. So it's been a journey. Imekuwa ni safari, lakini katika yote nampa Yesu utukufu, nampa yeye utukufu kwa siwezi kusema kwa vipi, kwa mambo mengi sana. He has been so faithful. Yeah. Kama umesikiliza mpaka sasa, thank you so much. Mungu akubariki. Tafadhali share hii na mtu mwingine ambaye unajua kwamba anahitaji kupata hii faraja, anahitaji ku encouraged, kutiwa moyo, kusikia kutoka kwa mwingine kwamba Yesu anaweza kukutoa mahali fulani. Yeah, please share naye, and thank you so much for watching. Please share na mimi ni kitu gani ambacho umerelate kutoka kwenye this whole story ya jinsi ambavyo Yesu ameniokoa. Na kama una swali, unahitaji mazungumzo, na share my WhatsApp number kwenye description box. Unaweza ukawasiliana mimi kupitia namba hiyo, and yeah, please subscribe, na especially please watch my other videos. Nitashukuru sana. Okay, yeah, asante sana kwa kunisikiliza. Take care and bye.